Sasa siku ya leo tutajifunza moja ya vitu muhimu sana ambavyo kila mtu anapaswa kuvifahamu. Tuko nyakati za tofauti sana, na leo tutajifunza mambo haya yanayoendelea duniani, mambo haya yanayoendelea katika nchi yetu yanaashiria nini haswa, yanaashiria vitu gani haswa, na tutajifunza kwenye maneno ya Mungu, na naamini utakuwa pamoja nami mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu kuna vitu tutavizungumza ambavyo vitakuonyesha uhalisia wa mambo ambayo tuko nayo duniani, tuko nayo katika nchi yetu, tuko nayo katika maisha yetu ya kila siku. Tutaenda kujifunza katika kile kitabu cha Timotheo wa pili sura ile ya 3 mstari wa kwanza. Nitasoma mpaka mstari wa 5, lakini nitasoma kwanza mstari wa kwanza ili upate picha ya kitu gani ambacho tunaenda kuzungumza siku ya leo. Huu ni waraka ambao mtume Paulo anamwandikia huyu ndugu Timotheo, na akaanza kumwambia katika hii sura ya 3, akamwambia, lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Paulo anamwambia Timotheo ya kwamba kuna hiki kitu kinaitwa siku za mwisho. Najua Timotheo umeshakisikia kikihubiriwa, kwa sababu Yesu alikitabiri, alikisema sana, alizungumza sana kwenye Mathayo 24 kuhusiana na siku za mwisho. Mitume 12 wamezungumza sana, Petro amezungumza sana kuhusu siku za mwisho. Sasa Timotheo, nataka nikuambia kwamba hizi siku za mwisho ambazo umezisikia zitakuwa ni nyakati za hatari. Zitakuwa ni nyakati za hatari. Zitakuwa ni nyakati ambazo sio za kawaida kulinganisha na maisha ambayo umeyazoea, kulinganisha na hali ambayo hii inaendelea duniani. Itakuwa ni tofauti, itakuwa ni hali ya kutisha, itakuwa ni hali ya hatari. Paulo anamwambia Timotheo kwamba siku za mwisho kutakuwako na hali ya hatari, kutakuwa ni nyakati za hatari. Somo letu la leo ni nyakati za hatari. Huyu mtu anayeandika huu waraka ni mtume Paulo. Unaweza ukadhani kwamba huu waraka umeandikwa na mtu wa kawaida, lakini huyu mtu aliandika huu waraka alikuwa ni mtume Paulo, ambaye aliishi mojawapo ya nyakati ambazo kulikuwa na changamoto na shida nyingi, hasa kwa watumishi wa Mungu. Kulikuwa na matatizo mengi duniani, kulikuwa na watawala ambao ni waovu kupita kiasi. Aliishi katika hizi nyakati, lakini huyu mtume Paulo ndio anaandika kwamba sawa, tuko nyakati hizi, pamoja na hatari ambazo tuko sasa hivi tuko nazo, pamoja na vifo ambavyo vinaendelea kwenye kanisa, pamoja na watawala ambao ni wakatili wapo duniani sasa hivi, ambao wanatufunga, wanatufanyia hivi na hivi, lakini kulinganisha na hizi siku za mwisho ambazo zinakuja mbele, hizi si kitu. Siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari. Hebu naomba tusome sehemu moja katika Wakorintho wa pili sura ya 11 kuanzia ule mstari wa 21, tupate kuona, tupate picha ya hizi nyakati ambazo walikuwa wakiishi hao kina Paulo na kina Timotheo, mazingira ambayo walikuwa wakiishi, alafu tuone kwa nini Paulo anasema siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari kulinganisha na wakati wao ambao walikuwepo wao wakiishi. Wakorintho wa pili mstari wa 11 kuanzia sura ya 21, Paulo anasema akiwaandikia kanisa la Wakorintho, na nena kwa jinsi ya kujidhili, kana kwamba sisi tuliokuwa dhaifu, walakini akiwa mtu anao ujasiri kwa lolote, na nena kipuuzi, mimi nami ninao ujasiri. Waoni Waebrania na mimi pia, waoni Waisraeli na mimi pia, waoni uzao wa Ibrahimu na mimi pia, waoni huduma wa Kristo na nena kiwazimu, mimi ni zaidi, katika taabu kuzidi sana, katika vifungo kuzidi sana, katika mapigo kupita kiasi, katika mauti mara nyingi. Kwa Wayahudi mara 5 nalipata mapigo 40 kasoro 1, mara 3 nalipigwa kwa bakora, mara 1 nalipigwa kwa mawe, mara 3 nalivunjikiwa jahazi. Kucha nimepata kukaa kilindini, katika kusafiri mara nyingi, hatari za mito, hatari za wanyang'anyi, hatari kwa taifa langu, hatari kwa mataifa mengine, hatari mjini, hatari jangwani, hatari za baharini, hatari kwa ndugu za uongo, katika taabu na masumbufu, katika kukesha mara nyingi, katika njaa na kiu, katika kufunga mara nyingi, katika baridi na kuwa uchi. Haya mambo yote mtume Paulo anaandika yalikuwa yakimtokea katika huduma yake, yalikuwa yakitokea kipindi hiki. Anasema katika
alipigwa mapigo mengi, katika wanyang'anyi walikuwa wanawasumbua, katika kuvunjikiwa na jahazi hali ilikuwa ni mbaya, katika kushinda na njaa, katika kukaa uchi. Anasema alipigwa bakora 40 na Wayahudi, alifanyiwa vitu vya hatari ambavyo kwa kipindi hiki tukivisikiliza, tukiona mtu anafanywa hiki, tutasema yani watu wanaofanya ni wakatili kupita kiasi. Lakini huyu mtu ambaye amepitia mambo haya mazito ambayo kikawaida mtu wa kawaida mimi na wewe hatujawahi kupitia kabisa, lakini amepitia, na kanisa la kwanza lilikuwa likipitia maisha kama haya, kuchinjwa. Stefano alipigwa mawe, Yakobo alichinjwa na Herode, walikuwa wakipitia mateso makubwa. Huyu mtu ndio ambaye anakuja kumwandikia Timotheo ya kwamba nyakati za mwisho, siku za mwisho kutakuwa ni nyakati za hatari, akimaanisha ya kwamba kulinganisha na ambazo tunapitia sasa hivi, hizi siku za mwisho ambazo zinakuja, ambazo tayari zipo, ambazo tunaziishi, zitakuwa ni nyakati za hatari kuliko hizi ambazo tunaendelea kuziishi wakati huu wa leo. Anavyosemea Paulo kipindi chao, anasema siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari. Anamwambia Timotheo, fahamu neno hili, kwa sababu usipofahamu, itakapokuja kuanza, mazingira atakapokuja kubadilika, utasema mbona sikuambiwa, mbona nilikuwa sijui, mbona nilikuwa sijaambiwa haya mambo. Anamwambia ufahamu ya kwamba siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Alafu anaendelea mstari wa 2 mpaka wa 5, anaanza kusema mazingira sasa ya siku za mwisho atakapokuwa, aina za watu ambao watakuwa wakiishi siku za mwisho. Hapa Paulo kuna dalili nyingi za siku za mwisho. Katika kipindi kinachofuata tutazungumza kuhusu dalili za siku za mwisho kulingana na maneno ya Yesu mwenyewe aliyotamka. Ni mambo gani ambayo yatatokea? Tutakuta mambo takriban 8 ambayo Yesu alitabiri moja kwa moja kwamba yatatokea nyakati za mwisho, kwamba kutakuwa na matetemeko, kutakuwa na njaa, kutakuwa kuna tauni, kutakuwa kuna vita na matetesi ya vita, kutakuwa kuna udanganyifu. Lakini hapa Paulo anasema aina za watu, anazungumza tu aina za watu ambao watakuwa wakiishi nyakati hizi za mwisho. Watakuwa ni watu wa tabia gani mpaka kuifanya hizi siku za mwisho kuwa ni nyakati za hatari? Watakuwa ni watu wenye tabia za aina gani? Anaanza kuzitaja tabia za watu ambao watakuwepo siku za mwisho. Ndugu yangu, kufahamu haya mambo mapema kutakusababishia wewe kuwa tayari kwa lolote, kuwa tayari kwa tunapoona mazingira sasa hivi yanabadilika, tunaanza kushtuka, tunaanza kushangaa, hivi imekuwaje? Watu wanawezaje kuwa wakatili kiasi hiki? Watu wanawezaje kuwa na roho ngumu kiasi hiki? Hapana, haya mambo yalishatabiriwa na sasa tuko nyakati za mwisho. Haya mambo lazima yatimie, haya mambo lazima yatokee. Ni kuwa tayari, akili yako iwe tayari kukabiliana na mazingira kama haya, kukabiliana na hali hizi, kukubali kwamba nyakati ambazo tupo ni nyakati za hatari. Watu wamebadilika, mazingira yamebadilika, ujio wa Yesu umekaribia. Huu nabii ambao unatabiriwa lazima utimie. Anaanza sasa kusema tabia za watu ambao watakuwa wakiishi hizi nyakati za mwisho ambazo mimi na wewe tunaishi sasa hivi. Unajua nchi yetu hii tumeishi katika amani kwa muda mrefu. Wengine wameshazoea kupata changamoto, vita, njaa. Sudan wamepigana miaka na miaka, nchi nyingi zimezoea kumwaga damu. Kwa ni mazingira ambayo nchi nyingi za Kiarabu, nchi nyingi yamezoea. Na sasa sisi mambo yameanza kubadilika. Ni kweli inashtusha na inaumiza mioyo yetu, na watu wengine wameingiwa na chuki mioyoni mwao. Kwa nini hali hii? Watu wanawezaje kuwa na moyo mgumu kiasi hiki? Hapana ndugu yangu, hizi nyakati zimetabiriwa. Hizi nyakati zimetabiriwa kwamba siku za mwisho ni nyakati za hatari. Paulo anaanza kusema kwa nini nyakati za hatari, kwa kuzitaja tabia za watu ambao watakuwepo wakiishi siku za mwisho. Anasema mstari wa 2, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Tabia ya kwanza aliyotamka mtume Paulo, anasema watu hawa watakaoishi siku za mwisho ambao watasababisha ziwe nyakati za hatari. Tabia mojawapo ya kwanza ambayo ni kubwa ni mtu kujipenda mwenyewe, mtu kuwa na umimi. Mimi kama niko salama, sijali kama ndugu zangu 100 wanaonizunguka au majirani zangu 100 wamekufa au wanapata shida au wana njaa. Kikubwa mimi na familia yangu tuko salama, basi nyinyi wengine hainihusu chochote. Kama mimi nimefanikiwa, nyinyi wengine hainihusu chochote. Kama mimi nina hali fulani nzuri, wanaonizunguka
hawanihusu chochote, wanaumia, wanajipenda wenyewe. Na tunaona hii sana sasa nyakati hizi. Mtu anajijali tu yeye, hajali mtu mwingine, hajali maskini, anawaza tu yeye na familia yake. Ni mimi tu, kujipenda mwenyewe. Anasema hii tabia ya kujipenda mwenyewe itasababisha siku za mwisho kuwa nyakati za hatari, kwa sababu kuna mwenye shida hatopata msaada, kwa sababu mtu ambaye anategemewa kumpa msaada hatompa msaada, yeye anajiwaza yeye mwenyewe na familia yake. Anasema itakuwa nyakati za hatari kwa sababu watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Ndugu yangu, hizi nyakati ambazo watu wanajipenda wao wenyewe, hawajali wengine, hawajali haki za wengine, hawajali mazingira wengine, hawajali umaskini wa wengine. Yesu akatolea mfano, akasema ule mfano ambao akasema mtu mmoja alidondoka, watu watatu wakampita, mmoja tu ndio aliyomsaidia, wengine wakapita wakaendelea na shughuli zao. Hiyo ndo hali ambayo inazidi kuongezeka katika hizi nyakati za mwisho, na itazidi kuongezeka kuliko ambavyo ilikuwa mwanzo. Kweli miaka yote watu wamekuwa wakijipenda wenyewe, lakini siku za mwisho itakuwa ni zaidi, ambayo itasababisha hizi nyakati kuzidi kuwa nyakati za hatari. Tabia ya pili, anasema mstari wa pili huo, anasema wenye kupenda fedha. Anasema wenye kupenda fedha, mtu wa Mungu, wenye kupenda fedha. Mtu atafanya chochote kikubwa apate pesa. Yupo tayari kuua, yupo tayari kuiba, yupo tayari kudhulumu maskini, yupo tayari kufanya chochote ili mradi apate fedha. Iwe ni mchungaji, iwe ni mtumishi, iwe ni mtu yupo kanisani, watu wengi watakuwa wenye kupenda fedha. Na kwa tabia hii ambayo Mtume Paulo anasema hizi nyakati zitakuwa nyakati za hatari kwa tabia hii ya kupenda fedha. Anasema tena wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi. Mstari wa 3, wasiopenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao wanasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa, lakini wakizikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Anataja tabia nyingi. Anasema siku za mwisho hizi itakuwa ni nyakati za hatari, kwa sababu kutakuwa kuna watu ambao hawataki suluhu, hawataki kabisa resolution, hawataki kupatana, hawataki. Anasema kutakuwa na watu ambao ni wakali. Mtu ukimgusa kidogo tu ana react, yupo tayari kureact, ana ule ukali ndani yake, ni mkali. Anasema kwa hizi tabia siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari kuliko ambazo tunaishi sasa hivi, anazosemea Paulo kipindi hicho. Pamoja na yeye anasema tumepigwa, tumefanywa hivi, lakini anasema ukilinganisha na hizi siku za mwisho ambazo zinakuja mbele, siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari. Anasema watu watakuwa ni wasio safi, watu watakuwa ni wasio na shukrani, watu watakuwa ni wenye kujivuna, watu watakuwa ni wenye anasa, watu watakuwa ni wakaidi, wasiopenda wakwao. Mtu hapendi ndugu zake, hapendi watu wa taifa lake, hapendi jamaa zake wanaomzunguka, hapendi majirani, asiopenda wakwao. Anasema hizi tabia zote itasababisha siku za mwisho kuwa nyakati za hatari kuliko kawaida. Ndugu yangu, rafiki yangu, dada yangu, mama yangu, baba yangu, sasa tuko nyakati za mwisho. Haya mambo naona yanaendelea ni kwa sababu yalishatabiriwa na ujio wa Yesu karibu. Nyakati za mwisho, siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari. Jiandae moyo wako, ukinge moyo wako, ujiepushe na watu wa namna hiyo. Anamwambia Timotheo mstari wa 5, wenye mfano utauwa lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Watumishi ambao wanafungua makanisa kila kona sasa hivi. Kila mtu anaamka anasema mimi nataka niwe mtumishi, mimi nataka niwe mchungaji, mimi nataka niwe nabii, nataka niwe mtume. Anasema lakini hawa watu wanakana nguvu za Mungu. Hawakubali kuishi katika hawakubali kuishi katika haki, hawakubali kufuata neno la Mungu, wanaishi kulingana na matakwa yao wenyewe, wanazikana zile nguvu za Mungu, wanakana ile neema ya Mungu ambayo ipo ndani ya Kristo Yesu. Wao wanafanya mambo kulingana na wanapoamka, kulingana na hisia zao, kulingana na wanachokiona mtandaoni, wanareact kama watu wa duniani, wanazikana nguvu za Mungu, nguvu ya Mungu iliyo katika imani kwa njia ya upendo, wanaikana ile nguvu ya Mungu, maisha yao hayatoi ushuhuda. Anasema watu wa namna hiyo wote, hizi tabia zilizotajwa hapo, anaambia Timotheo, watu wa namna hiyo ujiepushe nao, ujilinde moyo wako. Mtu wa Mungu, jilinde moyo wako katika hizi nyakati za mwisho.
tuko nyakati za hatari. Haijalishi mtu wa mkono wako kulia anafanya kitu gani, wala mtu wa mkono wako kushoto anafanya kitu gani. Wewe jilinde moyo wako, jilinde dhidi ya tabia hizi, jilinde na watu wenye tabia hizi, kwa sababu tuko nyakati za hatari na ujio wa Yesu upo karibu. Yesu yupo karibu kurudi. Yesu yupo karibu kuja. Lazima ujilinde ili atakapokuja akukute uwe tayari katika nyakati hizi za mwisho. Mtu wa Mungu, Mungu akubariki sana. Ninakuombea kwamba Kristo Yesu azidi kukuongoza na kukutangulia kufahamu nyakati ambazo tupo. Watu wengi wanaishi lakini hawafahamu, hawana ile urgency, hawana ile uharaka, hawana ile uharaka wa kwamba jamani, tuko nyakati za mwisho. Jamani, inatakiwa tuishi maisha ya namna fulani. Jamani, hizi hali zinazoendelea ni kwa sababu nyakati hizo nazo ni za hatari. Sawa, tutamlaumu fulani, tutamlaumu kiongozi gani, tutalaumu kila kitu, lakini haya mambo yameshatabiriwa. Wewe usalama wako ni kuhakikisha huu nabii uliotabiriwa hautatimia katika maisha yako. Hautakuwa ni mtu mwenye kujipenda mwenyewe kuliko kumpenda Mungu. Hautakuwa ni mtu mwenye kupenda fedha kuliko kumpenda Mungu. Hautakuwa ni mtu mwenye kujivuna. Hautakuwa ni mtu mwenye kiburi. Hautakuwa ni mtu mwenye kutopenda wa nyumbani mwako. Utakuwa na upendo moyoni mwako. Uhakikishe kwamba huu nabii uliotabiriwa usitimie maishani mwako. Nihakikishe kwamba huu nabii uliotabiriwa wa nyakati za mwisho usitimie kwenye maisha yangu. Mimi niwe kinyume na haya maneno yaliyotamkwa hapa. Wewe uwe kinyume na maneno yaliyotamkwa hapa, na Mungu atakubariki sana sana sana. Mungu akubariki. Leo nataka nishirikiane na wewe katika ujumbe huu mfupi ili tuwekane tayari na tuzidi kujifunza na kujua kwamba hizi nyakati ambazo tupo ni nyakati za mwisho. Hatuko kwenye siku za mwisho tena. Binafsi naamini hatuko tena kwenye siku za mwisho, wala hatuko tena kwenye masaa ya mwisho, wala dakika za mwisho. Tuko kabisa kwenye sekunde za mwisho, na Yesu yuko mlangoni kurudi. Na ndio lengo la chaneli hii, ni kujifunza na kufahamu ya kwamba nyakati ambazo tupo ni nyakati za hatari, na kuwaweka watu tayari mioyo yao waweze kujiandaa kumpokea Kristo Yesu atakaporudi. Mungu akubariki sana na kupenda sana sana. Amen.